Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio, umeelewa hapo? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama ndugu yangu, kama tumesema tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini wafanyike na hiki, basi kazi mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo bana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa na mimi nataka nikaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili, na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anaotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake la wanasheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna, ni makubaliano yameingia. Kwa kama unahisi lebo kutendea haki, chukua na sheria wako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana bana watu tunatakiwa tukubaliane hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki ukitaka kutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio, nikitaka kutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye mziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Afukumbuka anaolalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majaya, kwa sababu si ndio lebo. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali, na hii niwapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mmeangalie kwa utokaji wa huyu hapana, mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii unataka kutoka kwa utoke, hapana. Sasa ukienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, either kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Either kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, either mtu unajua msanii unajua akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tusharudisha watu mara kibao pale. Shakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaleta familia yako, leta mzazi wako. Si pala safi mpaka tunawarekodi kabisa sasa hivi. Mimi na mabii mkubwa wake kwa pembeni. Fulani bin fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeridhika. Na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na zile kama lebo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi ya mwana msanii na tatizo hapa. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii ataka kulipa lebo, then kila mtu ameshakesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo, inapotokea bilingi kila mtu anataka kuwa nje.
Unaelewa hivyo? Kama atakuwa nje onekana, unajua hivyo kibinadamu, unajua kibinadamu kama mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaonewa. Kama mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bana tumekubaliana katika hilo. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Labda nikuwekee watu wa wasichokijua. Mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha maji. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, lese imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwa. Kama nikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa hapo mimi. Ndio kunaelekea huko. Hata hiyo unasemea kwamba wanatakiwa wakati investment hiyo afanye alomba wale kwa Marekani. Sasa ndio maana kanike ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anarudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako. Sio kwenye 50 yako. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani hivi. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa ikaingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona unaongea pole pole? Sijui umeelewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara ninachofanya ni kazi kama NGO, bora umeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata pasenti 5 au pasenti 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Haudishi yote hapa. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapo anatolalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamgoogle, mtamtafuta. Sitaji jina. Alienda kwenye level za nje. Akajua tutafanya hii, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo ingine katumia. Baada ya kutoa kila jimbo, watu wanachukua hela zao. Asilimia 18 akachukua hiyo. Lebo asilimia 18. Anachukua asilimia 18. Lebo inachukua asilimia 82. Lebo inachukua asilimia 82. Kaacha muziki, kaona bora aache muziki kwa sababu hamna tena. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe. Sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waendelee. Hatutaki kumnyonya mtu. Labda niongeze. Matafati yani. Nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe kwenye haki atazungumza. As Wasafi, as kama mimi Diamond, sitegemei la msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaiweka kwao. Wanajua mapenzi wanayoweka kwao. Wanajua love wanayoweka kwao. Wanajua energy, fedha wanazoweka kwao. To me tu naona kama ni ukijana katoka hapa, chalimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, ukiona mtu nimemtoza hela, ujue huyo kanivunjia adabu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu na nafanya hivi. Nimekukosea wapi? Basi fuata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa.
katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 hela lebo. Wanaelewa wao. Mimi nawachukulia ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Ndio mtu akinikosea naumia, unaona kweli. Okay basi sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso, mimi sitaki kunipata shilingi 10, mdogo wangu. Mbosso tumeishi vizuri sana. Sana, ana discipline, ana adabu, nampenda, ananipenda. Yaani tumeheshimiana sana. Na sikudanganya, kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua bwana. Unajua Mbosso anapata shilingi ngapi sasa? Milioni 50 chomoja. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pena maya langu pale milioni 30. Na kiasi usomona na show. Kuna maana zile 30 zangu zilikuwa nazisomba. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete roho mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwambia sasa basi mimi nakuuliza, nakwambia sasa yeye alikuja uko tayari Mbosso kunilipa fedha. Kama bro sasa nataka nifanye kama mdogo wangu.